Matukio 106 ya ukatili, udhalilishaji wa jinsia yameripotiwa kwa mwezi wa Septemba. Tunashukuru sana idara, ofisi yenu kwa kusaidia hili, ambapo waathirika katika matukio hayo yalikuwa 106. Waathirika wengi walikuwa watoto sawa na 88.7, wakifuatiwa na 11.3 ni wanawake. Kwa hivyo kiufupi, hakuna mwanamume aliyeathirika kwenye matukio ya udhalilishaji kwa mwezi uliopita. Idadi ya matukio kwa kila mwezi yamepungua kwa 8.6 kutoka 116 kwa mwezi uliopita. Kikao cha pili cha mafunzo ya uhamasishaji wa takwimu za kijinsia kwa watakwimu wa wizara za serikali pamoja na taasisi binafsi kwa lengo la kuzalisha takwimu za kijinsia ambazo ziweze kutumika katika kuleta usawa baina ya wanaume na wanawake. Akizungumza katika mafunzo hayo, mtakwimu mkuu wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar OCGS Salum Kasimwali anasema Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imeshaanza juhudi ya kuimarisha ukusanyaji wa takwimu pamoja na bajeti inayozingatia masuala ya takwimu. Serikali ilishaanza juhudi mbalimbali za kuimarisha ukusanyaji wa takwimu pamoja na bajeti inayozingatia masuala ya jinsia. Kumbukumbu zangu, kuna wizara kama 8 hivi tayari zimeshaingizwa na zishapata mafunzo kama haya. Tunakoelekea kwenye bajeti ya mwaka 2026-27 tunatakiwa tutekeleze au tuandae taarifa zetu za kimipango ya wizara zenye kuzingatia jinsia. Sasa kwa bahati mbaya, utekelezaji wa wizara 8 bado sio mzuri, na kwa bahati nzuri serikali kupitia Baraza la Wawakilishi lililopita, bajeti ya mwaka 2025-26 limeidhinisha fedha za mradi wa kupatikana takwimu za kijinsia na bajeti ya kijinsia inayokisi muongo wa ukusanyaji wa takwimu hizo. Ndugu zangu, kwa bahati nzuri kikao hichi cha pili ambacho tumesema tuwaite wakusanyaji na watumiaji wa takwimu ambao takwimu ambazo zinahusu masuala ya jinsia, jana tulianza Pemba na leo tumekuja katika ngazi hii ya chini kwanza, kabla ya viongozi wetu na kusudia wakurugenzi mipango pamoja na makatibu wakuu kuhakikisha kwamba takwimu zinazokusanywa zinazingatia jinsia. Bahati mbaya, taarifa zetu nyingi tunazozikusanya hazizingatii hilo, lakini bahati mbaya sana ukitakiwa takwimu ya jinsia nauliza mtakwimu mkuu wa serikali, wakati wazalishaji hawajatupatia sisi tunaohifadhi, hatuwezi kuwa nazo. Wadau wengi wa shirika maendeleo wamekuwa wakitaka takwimu hizi kwa ajili ya maendeleo ya jumla pamoja na maendeleo ya rejareja na kusudia kwa hawa jinsia. Again, kuna tafasiri nyingi kwenye eneo la jinsia. Wengine wanafikiria jinsia ni wanawake tu, wengine wanajua jinsia ya wanawake na mwanamume, wengine wanajua jinsia wanawake watoto na walemavu, wengine wanajua jinsia wanawake wa wanaume, watoto, walemavu pamoja na wazee kama sisi. Sasa jinsia kwa upana wake tutakuja kutoa training nyingine ya jinsia, lakini leo tunataka tupate mafunzo mafupi, tujadiliane kwa kina shughuli ambazo zinafanyika kwenye taasisi zetu ili tuweze kukusanya hizo takwimu na kuweza kuzihifadhi vizuri. Bahati nzuri tena, wadau na washirika wa maendeleo, kwa mfano UN Women, UNFPA na wadau wengine, ONS, wengi wanapokuja kufanya shughuli zao za kimiradi wanataka zingatie sana upatikanaji wa takwimu za jinsia. Sasa ni jukumu letu sisi waandaaji wa shughuli ili kuzikusanya hizo taarifa. Nikisema sisi manake nyinyi, sitaki kujitoa, ni nyinyi mnakusanya hizo takwimu za huko, alafu ziweze kuingizwa katika
mipango ya maendeleo. Fahima Mohamed Isa ni mkurugenzi wa idara ya takwimu za kijinsia ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali, anaelezea jinsi ya idara yao ilivyoandaa mafunzo ya kijinsia. Ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali kupitia idara ya takwimu za kijamii imepanga mafunzo mbalimbali na kwa makundi mbalimbali kuhusiana na uwekaji au ukusanyaji wa takwimu za jinsia. Tunaposema takwimu za jinsia, tunamaanisha kwamba ukusanyaji wa takwimu uzingatie jinsi, yaani mwanamume na mwanamke, lakini pia uzingatie umri wa watu wale ambao wanakusanywa taarifa zao, lakini pia tunazingatia makundi maalum yakiwemo makundi ya vijana, makundi ya watoto, makundi ya watu ulemavu na makundi mengine yanayofanana na hayo. Kwa hivyo kwa sasa tunafuata agizo la serikali ambapo tunatakiwa shughuli zetu tujumuishe matumizi ya fedha kwa kuzingatia takwimu za kijinsia. Kwa mfano, tunataka tujue tumetoa pesa labda za maendeleo za mradi fulani, kwa hivyo tujue huu mradi, let's say mradi wa maji. Haya maji yanaowanufaisha kwa asilimia ipi, yananufaisha labda wanawake au labda wanaume au labda makundi maalumu au watu wenye umri fulani. Kwa hivyo sisi kama sisi wa takwimu tunakusanya sekta mbalimbali, lakini pia tunakusanya NGOs, tunakusanya watu kutoka vyuo vikuu, tunakusanya wataalamu wa taaluma tofauti tofauti kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Ustawi, lakini pia tunashirikiana na Wizara ya Fedha kutoa elimu hii jumuishi ya jinsi gani tunaweza tukahusisha matumizi ya fedha kwa kuzingatia jinsia. Mkuu wa divisheni ya kijinsia na ajira Sabina Rafael Daima anaelezea lengo la kufanya mafunzo kwa watakwimu wa wizara za serikali na taasisi binafsi. Leo tumefanya mafunzo kwa watakwimu wa wizara pamoja na CSOs na private sectors ambao ili waweze kuzalisha takwimu za jinsia ili ziweze kutumika katika kuleta usawa kati wa mwanamke na mwanamume. Na tumefanya mafunzo haya kwa sababu kwamba kwanza kuna upungufu wa upatikanaji wa takwimu hizi kwa sababu ya uelewa ni mdogo. Wengi wakisikia jinsia wanajua tu kwamba ni mwanamke na mwanamume. Lakini kwamba tumewapa uelewa kwamba tukizungumza jinsia sio mwanamke tu na mwanamume, lakini hata yale majukumu ambayo wanayoyafanya mwanamke na mwanamume, zile tabia zao na hulka kama hizo ambazo jamii wanazo. Kwa hiyo katika kutengeneza takwimu hizo kwa nyanja mbalimbali ambazo zitatusaidia katika kupanga mipango ya maendeleo. Nao waliopatiwa mafunzo ya kijinsia wanaelezea jinsi walivyopokea mafunzo hayo pamoja na kutoa wito kwa jamii. Kiukweli haya mafunzo ambayo yameandaliwa na OSGS ni mazuri sana kwa sababu ukizingatia yamelenga hasa katika ukusanyaji wa takwimu za kijinsia. Kama tunavyojua sasa hivi dunia yote ipo katika kuangalia lengo kuu jinsi gani masuala ya kijinsia na kuwa regarded katika mambo mbalimbali, na ukizingatia kwa nchi yetu ambayo tunaoenda, haya mafunzo yatasaidia sana kabisa katika upangaji wa maendeleo kwa sababu tumezoea tu watu kukusanya takwimu ambapo tunajua tu swala la mwanamke na mwanamume, lakini kupitia haya mafunzo ya jinsi gani ya ukusanyaji wa takwimu za kijinsia italeta hamasa na chachu zaidi katika upangaji wa masuala ya maendeleo kwa jamii, lakini pia katika kuimarisha sekta mbalimbali kwa sababu kuna sekta ambazo pia zimekuwa zikizingatia katika ule upangaji wa budget, kwa sababu tukipanga bajeti zetu za kisekta katika swala zima la kijinsia litaleta kunufaisha watu wa aina zote kwa kuzingatia makundi ya watu wenye ulemavu, lakini wanawake na wanaume, watoto pamoja na vijana. Kwa hiyo tunaona ule ujumuishi wake wa hizi takwimu za kijinsia utaleta hamasa zaidi katika ule upangaji wa maendeleo. Kwa hiyo wito wangu kwa wadau mbalimbali kupitia sekta za asasi za kiraia, sekta binafsi pamoja na wizara za serikali, ni lazima katika upangaji wa bajeti zao wazingatie swala la takwimu za kijinsia au tunaweza tukaita gender responsive budget. Hii ni budget ambayo inazingatia sana masuala ya kijinsia kwa sababu
itaweza kusaidia hata wale walengwa ambao wanataka kuwanufaisha katika hizi budget iweze kuwafikia kwa haraka na pia kutekelezeka, kwa sababu takwimu zitakuwepo. Hivyo hata ile implementation ya hii budget inakuwa inaenda kwa urahisi zaidi kupitia ile mipango iliyopangwa awali. Leo tumejifunza katika mafunzo haya ya kijinsia namna tofauti katika upatikanaji wa taarifa na itatusaidia zaidi wakati wa upangaji wa taarifa zetu maofisini katika kuweka usawa kijinsia wanawake wanaume, ili kupata taarifa sahihi na kuweza kutoa taarifa kwa jamii kwa ujumla, namna gani jinsia inapatikana katika taarifa tofauti katika kanda za kisekta. Mafunzo hayo ya awamu ya pili ya takwimu za kijinsia yataleta mabadiliko kwa wizara za serikali kwa kupanga bajeti ya takwimu za kijinsia na kuondokana na changamoto za kijinsia hapa nchini. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, share na kucomment. Kutoka katika jengo la Maji House, Mwembe Madema, kisiwani Unguja, Mwarabu Mmadi, KHD TV, elimu ni hazina yetu.